Mpendwa, sasa unatazama KKKT Dayosisi ya Morogoro. Usisahau kushare, kulike na kucomment. Mungu akubariki sana. Kwamba mnakabidhiwa kundi la Mungu, si wanadamu tu. Wachungaji mmeitwa kulitunza kundi hilo kwa uaminifu, upole na hofu ya Mungu. Wachungaji mnaobarikiwa, tunatamani kwamba mmeitwa kuhubiri upendo baada ya chuki, amani badala ya migogoro, na matumaini badala ya kukata tamaa. Mungu anawataka mwahudumie watu wote kwa haki na kwa upendo bila ya ubaguzi yoyote. Utakutana na watu wa aina mbalimbali. Wengine kazi za mikono zimewabariki vizuri, wengine wakati wa kubarikiwa vizuri haujafikia, bado wanaendelea. Hao wote ni Wakristo wako. Na mwingine utapata bahasha kubwa, na ikifikia ukipata bahasha kubwa, ukimwona amekosea unashindwa kumkemea kwa sababu ya bahasha kubwa. Hujaitwa kwa kazi hiyo. Roho Mtakatifu amekuita wewe, kazi yako ni kukemea dhambi. Inahitaji ujasiri. Muda mwingine tumefungwa midomo kwa sababu tu ya bahasha. Sio kanisani, tuna mahali pengine popote watu walifungwa kwa sababu ya bahasha. Hizi bahasha hizi za kaki zina balaa lake. Mungu awasaidie, Roho Mtakatifu awape ujasiri wa kufanya kazi yake. Msiwabague watu kwa sababu ya hali zao. Waoneni kundi zima mnakabidhiwa. Leo Roho Mtakatifu anaposhuka, mwahudumie watu kwa upole. Roho Mtakatifu huyu hutupa ujasiri. Kabla ya Pentekoste, wanafunzi wa Yesu walikuwa wameingiwa ndani kwa sababu ya hofu, lakini Roho Mtakatifu aliwajaza, waliinuka na kuhubiri Injili kwa ujasiri mkubwa mbele ya watu wote. Hapa tunaona kuwa Roho Mtakatifu humtoa mwanadamu katika hofu na kumpa nguvu ya kusimamia katika kweli. Martin Luther alisema maneno magumu sana katika ule mkutano wa Worms, mwaka 1521, akasema, hapa ninasimama. Tafasiri yake, siwezi kufanya vinginevyo na Mungu anisaidie. Hizi ni nguvu za kimungu zilizompa nafasi ya kusema maneno haya. Na ninyi mnaitwa kukemea dhambi. Dunia hii ina maovu mengi, imekabiliwa na changamoto nyingi. Dunia hii kuna watu wanapita katika mapito magumu sana. Wanahitaji faraja yenu kama wachungaji. Wachungaji, kazi yetu ni kuwaimarisha. Madhabahu, msiende kutumia madhabahu kwa maneno makali ya kuwadharau na kuwatukana watu kwa utu wao. Madhabahu ni mahali ambapo watu wanakutana na Yesu. Roho Mtakatifu awe kwenu, awe kiongozi wa kuwasaidia. Kanisa la leo linahitaji wachungaji wenye moto wa kiroho ambao hawataogopa kusema kweli hata katika mazingira magumu. Dunia sasa imejaa changamoto nyingi. Watu wengi wamekata tamaa. Vijana wengi wanapoteza mwelekeo wa maisha. Familia nyingi zimevunjika. Maadili yameondoka na kushuka kabisa katika jamii. Katika hali hii ndipo ninyi mnaitwa kuwa watumishi wa Mungu. Mungu anawainua kwa kuwa watumishi wake ili muwe nuru ya dunia na sauti ya matumaini kwa waliovunjika moyo. Nendeni mkafanye kazi ya Mungu. Wachungaji, mtakutana na changamoto nyingi katika huduma yenu. Wakati mwingine mtakosoa dhambi za watu, watawachukia. Wakati mwingine mtawatetea wanyonge na mtapingwa. Wakati mwingine mtalia pamoja na wanaoteseka na kubeba mizigo yao katika maombi. Lakini msisahau ya kwamba Roho Mtakatifu hata waacha, yuko pamoja nanyi siku zote. Huduma yenu ni huduma ya Mungu. Mahali pengine mtakubaliwa na mahali pengine mtakataliwa, lakini Roho Mtakatifu atawatia nguvu kwenda kuifanya kazi hiyo. Neno la Mungu katika Zekaria 4:6 linasema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa Roho yangu, asema Bwana wa majeshi.
Hivyo huduma yenu ya kichungaji ni huduma inayohitaji maombi, kujitoa na kumtegemea Mungu kila siku. Mchungaji ni mtu wa maombi. Wachungaji wanaopata nafasi ya kulia na Mungu na kuongea na Mungu wanaimarishwa katika utumishi wao. Lakini kama mchungaji huna maombi, ni vigumu sana. Ninyi mnakwenda, kuweni watu wa maombi. Tengeni muda wa kuzungumza na Mungu, wa kuongea na Mungu. Msikatishwe tamaa na mambo ya dunia. Simameni pamoja na Mungu, na Mungu anasema msiogope, mimi niko pamoja nanyi. Wanafunzi hawa pamoja na hofu kubwa, lakini Roho Mtakatifu aliwatoa huko walikojificha, wakawa watu wa kusema habari njema za Mungu bila ya hofu, bila ya uoga wala mashaka ya aina yoyote. Kumbukeni ya kwamba Roho Mtakatifu huwasukuma wachungaji kujitoa kwa ajili ya kondoo. Yesu Kristo alisema katika Injili ya Yohana sura ya 10 mstari wa 11 kuwa yeye ni mchungaji mwema anayetoa maisha yake kwa ajili ya kondoo. Mchungaji wa kweli ni yule anayewapenda watu wa Mungu na kuwa tayari kujitoa kwa ajili yao, kuwahudumia. Ni aibu kusikia mchungaji anapita katika hali, anawaacha washarika, lakini yeye anajishughulisha na mambo yake mwenyewe tu. Ni aibu. Jana tulikuwa kwenye msiba, mzee mmoja akaja akamwambia baba mchungaji, anamwambia mchungaji, mchungaji, ninakushukuru sana kwamba katika mapito aliyopita mke wangu na magumu mpaka kufa, wewe hukutuacha. Tutakuheshimu mchungaji sana. Ni lugha ya kichungaji. Lakini tulienda na mchungaji wangu Uchepe mahali, mtoto ambaye alikuwa ni mlemavu kwa miaka mingi, aliyekataliwa kwa muda, lakini huyo mchungaji alimhudumia kwa ujasiri na kwa unyenyekevu. Bibi anasema, mchungaji, hukutuacha, umelia pamoja na sisi. Ninatamani kusikia mchungaji anayelia pamoja na wanaolia, anayecheka pamoja na wanaocheka. Lakini ili muimarike, muwe watu wa maombi, na Roho Mtakatifu akikaa ndani yenu, mtakuwa watumishi wema katika kulichunga kanisa. Tunahitaji wachungaji wenye moyo wa huruma, wachungaji wanyenyekevu, waliojaa utakatifu wa Mungu. Mungu anahitaji watumishi wanaowaombea wagonjwa na kuwafariji waliovunjika moyo, kuwainua waliokata tamaa na kuwaongoza katika njia ya wokovu. Ndio kazi tuliyoitoa wachungaji. Wachungaji mnaenda kuwahudumia watu wenye mahitaji mbalimbali. Mtakutana na wagonjwa kama nilivyosema, wanaohitaji maombi, vijana wanaohitaji ushauri, familia zinazohitaji amani, masikini wanaohitaji faraja, na watu waliopoteza matumaini ya maisha. Katika haya yote mnapaswa kuwa mfano wa Kristo kwa maisha yenu yote. Muda mwingine mnaenda kuwahudumia Wakristo vijana kabisa. Ukiona uko peke yako, basi mlango usifunge. Maana muda mwingine utaombea mke wako akaja, na bahati mbaya tuna wake zetu wengine bado vijana kweli. Sasa na ukikuta mtu unamuombea, mapepo yamekazana, mlango umefungwa, wao wanashangaa, mbona mmekaa wawili peke yenu? Sasa wekeni mlango wazi, piga maombi kwa nguvu, Yesu atamfungua. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Sasa mchungaji nguvu, wachungaji tawahudumia watu wote. Ninyi wake za wachungaji ambao leo mnakaa na wachungaji hawa ni wachungaji mnavyowaona hapo, wanaitwa baba. Manake hao mnaoona watumishi wa Kristo wote wanaoita baba zao wa kiroho. Kwa hiyo mtu mwenye baba, mwenye watoto wengi, ana changamoto. Kila mtoto wa aina yake. Mwingine analia, mwingine anataka umbebe, mwingine kafanya kitu. Hao wote ni wakwako. Lakini muda mwingine mtakuta na simu zenu. Nyinyi wakina mama mchungaji anapokea simu za watu wote. Sio simu imeanza kuongea na wewe umesogea, bado unaongea na nani hapa? Sasa wewe utapata ugonjwa wa bure kwa ajili ya kuhangaika na simu ya mume wako. Mume wako ni mchungaji wa wote. Mchungaji msaidizi wa askofu, siku
Tulipoingia ofisini nikamuuliza una watoto wangapi? Akasema na watoto 3. Nikamwambia watoto 3? Akasema pole, wewe hauna watoto 3. Una wachungaji wangapi? 68. Nikamwambia na hao watoto wako. Sasa unaangalia watatu 68. Alafu una Wakristo wangapi? 43 wa Dayosisi ya Morogoro. Na hao watoto wako. Sasa wewe ni kazi yako kulichunga kundi hili. Sasa kujibalansi, muda mwingine hata nyumbani hamuonekani. Yaani ndio ugonjwa wa wachungaji. Wachungaji tumehudumia sana, Wakristo tumesahau nyumbani. Yaani tukiitwa na mchungaji dakika chache, tukiitwa na Mkristo dakika chache, sisi tunakimbia. Lakini muda mwingine tumesahau kukaa na watoto wetu na wake zetu. Na hii neno ni ugonjwa. Sasa tuuache. Nendeni mkakae na wake zenu, na watoto wanahitaji huduma zenu pia. Wahudumieni wa Kristo, msiwasahau wa nyumbani mwenu. Bwana asifiwe. Kazi ya mchungaji tunaitwa. Mchungaji, enendeni kuhudumu kwa watu wenye mahitaji mbalimbali. Takutana na vikwazo mbalimbali, lakini msiache kumwambia mwenye kanisa awasaidie. Huduma ya mchungaji si huduma ya kutafuta heshima binafsi, ni mamlaka ya kidunia. Huduma ya machozi ni huduma ya kujitoa kwa ajili ya watu. Leo mmebatizwa, jina lingine mtaitwa wachungaji, ni jina takatifu. Jina takatifu. Nilikuwa namwambia hata mke wangu, huyo mke wangu yupo, nikamwambia usifikiri kwamba mimi mke wangu nimepata hili gari eti gari la kifahari. Mimi sio gari la kifahari. Hili gari linadaiwa mpaka na watoto wa Sunday school. Kwamba wewe baba umeitwa utuhudumie. Kwa hiyo sio gari la kusema mimi nijitafutie heshima. Na muda mwingine nimemwambia hata katibu mkuu wangu, tunaenda Dar es Salaam, nikamwambia no, twende Dar es Salaam tupande SGR. Hili gari sio letu. Tunakwenda Dodoma, nikamwambia tupande SGR. Akasema kwa nini wewe, mbona magari huyataki? Nikasema haya magari yana kitambo. Mwisho wake asije akatupa BP nikilikosa. Na nimemwambia hata mke wangu kwamba usipende kutumia gari hili. Tumia gari la nyumbani kwetu. Kesho nikiondoka kwenye nafasi hii, wasije wakakwambia haya kiko wapi sasa? Penda cha kwako. Kwa hiyo wito wangu watumishi, ni lazima tujenge moyo wa kujitegemea tunapofanya kazi hii ya Mungu. Na hapo tunaweka nguvu nyingine ya kumtangaza Yesu. Unajua kama huna nguvu, ujasiri haupo. Hawa walipata nguvu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu awaimarishe ninyi mnaobeba huduma hii. Ndugu zangu, niseme leo sikutaka kabisa nifike saa 8 nimalizie fundisho la somo hili. Moja, kupitia somo hili Roho Mtakatifu anatupa nguvu ya umoja. Ametuondolea ukabila, ametuondolea ubaguzi. Sisi tumepewa nguvu ya Mungu, sisi ni ndugu moja. Na hapa ninyi yote ni kundi la Mungu. Tunapewa ujasiri wa kwenda kumshuhudia Kristo duniani kote. Twendeni tukahubiri Injili. Katika siku ya Pentekoste wanafunzi walijazwa Roho Mtakatifu, wakabadilishwa kutoka watu wenye hofu kuwa mashahidi wa Injili. Ninyi kila Mkristo aliyoko hapa ni shahidi wa Injili, na ndio maana wito wangu kwa kila Mkristo, tujigeuze sasa sisi kuwa ndio wamisionari. Wamisionari wa kwanza walitoka ng'ambo, wamisionari wa sasa ni sisi wenyewe. Kama ni mabati, tununue mabati kujenga makanisa yetu. Kama ni sementi, tununue sementi kujenga makanisa yetu. Kama ni vituo vyetu, tujenge vya kwetu. Wenzetu wakikuta tunatembea, watatupa lifti. Kama hawajatupa lifti, lakini wanatukuta, tunajua tunakokwenda. Ndilo kanisa tunalolitaka liwe. Lazima tuwe kanisa la mabadiliko. Na leo tunatumwa kupitia Roho Mtakatifu, ya kwamba Roho Mtakatifu aliposhuka watu walisambaa duniani kote kwenda kuhubiri Injili. Twendeni tukahubiri habari hii, maana nguvu tuliyokuwa nayo sio ya kwetu, ni nguvu ya Mungu, na Roho Mtakatifu anaingia kwetu. Somo hili
linatufundisha kuwa huduma ya kanisa, huduma ya uchungaji na maisha ya Kristo haviwezi kufanikiwa bila uwepo wa nguvu wa Roho Mtakatifu. Ukiliendesha mwenyewe litakuwa kanisa lako, lakini kama unafanya kazi na Roho Mtakatifu anakuimarisha kweli kweli, na huduma yako inakuwa ni ya nguvu. Hata ukipita katika magumu, Roho Mtakatifu atakuimarisha. Hivyo kanisa na waumini wote tunapaswa kumtegemea Roho Mtakatifu katika maisha, huduma na ushuhuda wetu kila siku. Mungu atusaidie ili sisi sote ambao tumepokea ujumbe huu twendeni tukafanye kazi ya Bwana, tukahubiri habari njema za matumaini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Roho Mtakatifu Mungu wetu. Mpendwa, sasa unatazama KKKT Dayosisi ya Morogoro. Usisahau kushare, kulike na kucomment. Mungu akubariki sana.